Akizungumza katika mkutano wa mwisho wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na viongozi wa vyama vya siasa baada ya kuibuka kwa hoja ya mazingira ya kuwepo kwa bao la mkono, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu Damian Lubuva amesema tume haina msamiati wa bao la mkono na inapenda kuhakikisha uchaguzi mkuu unafanyika katika mazingira huru na amani ili kuhakikisha viashiria vya vurugu vinatoweka. Ni kwamba kwenye katiba tume hii inafanya kazi kwa uhuru kabisa. Kwa maana nini? Kusimamia na kuendesha uchaguzi bila kuingiliwa na chama chochote, bila kuingiliwa hata na rais na yeyote yule. Na ndivyo tume imekuwa ikisimamia hilo. Sasa kile kinachodaiwa kwamba tume si huru is exactly Mnyika anachofanya kinyume chake. Anataka aingilie shughuli za tume kinyume kabisa na hiyo anayodai. Katika mkutano huo, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wametaka kuwepo kwa mfumo wa kujumlisha matokeo unaoenda sambamba na wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kila taasisi ikiwepo vyombo vya habari kwa lengo la kudumisha uwazi na kuepuka uchakachuaji ili kudumisha amani na utulivu hapa nchini. Kwa parallel voter tabulation na himiza ifanyike. Asasi za kiraia zifanye, waangalizi wa uchaguzi wafanye, watazamaji wa uchaguzi wafanye, vyombo vya habari vifanye. Hii ndio itaepusha mazingira nchi yetu. Tungekuwa na tume huru, tungekuwa na nchi ambayo matokeo ya uchaguzi unaweza kuyapinga mahakamani baada ya uchaguzi. Tungesema kila mtu alale nyumbani asubiri matokeo atakazana na tume, kwa sababu kama huyapendi utayapinga mahakamani. Ndio maana nimesema kwa sababu kura za urais zitajumlishwa kwenye ngazi ya jimbo. Sawa? Kila mgombea urais awe na wakala wake kwenye ngazi ya jimbo akajumlishe zile kura. Is cheap. Kwa hiyo kwa sababu tuna majimbo 260 ngapi? Na 4. Kwa hiyo kila mgombea urais atafute pesa ya mawakala waliosoma, wanaojua kucalculate, wabebe na laptop, waende kujumlisha kura kwenye majimbo. Na kama wanataka, mimi nadhani wanipe PhD kwa hiyo maneno niliyosema, kwa sababu hapo ndipo biashara ilipo. Kama kura zinakuwa rigid au zinaibiwa, mimi kwa uzoefu wangu sasa nigombea urais ni kwenye ngazi ya jimbo. Kuhusu zoezi la kulinda kura katika vituo vya kupigia kura, viongozi wa vyama vya siasa wamekuwa na mitazamo tofauti, huku baadhi wakionyesha kuwa na imani na Tume ya Taifa ya Uchaguzi toka kuanza kwa mchakato wa uchaguzi nchini, huku wengine wakiendelea kusisitiza hofu ya wananchi ya kutaka kulinda kura inatokana na uzoefu katika uchaguzi uliopita, hali iliyosababisha kutokuwa na imani na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wasiwasi wao, unajua kila kitu kinaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Na kwa hali hiyo na hata watendaji wa tume watasimamia uchaguzi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Na kwa hali hiyo kila kitu kitaenda vizuri. Hii ni dalili ya wazi kwamba wapiga kura pamoja na vyama vya siasa hawaiamini tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi kama inaaminika, hakuna atakayechukua jukumu la kulinda kura yake. Na ili tume ya uchaguzi iaminike, inapaswa ifanye mambo yanayofuata. La kwanza, ivichukue vyama vyote kama ni sawa katika uchaguzi huu. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.